Mgogoro kati ya Iran na Israel umeingia katika awamu ya hatari zaidi kufikia hii leo baada ya kombora la Irani kulipua moja ya miundombinu muhimu ya mafuta nchini Israel, kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta cha Bazan kilichopo katika eneo la Haifa Bay. Moto mkubwa ulizuka baada ya shambulio hilo ulisababisha vifo vya watu 3 waliokuwa kazini wakati mlipuko ulipotokea. Kwa mujibu wa taarifa kutoka mamlaka za dharura za Israel, waathiriwa walikuwa chini ya vifusi vya sehemu ya jengo hilo iliyoporomoka kufuatia mlipuko mkubwa wa moto uliotanda mara baada ya kombora kulipua hifadhi ya mafuta. Shambulio hilo linatajwa kuwa moja ya shambulio baya zaidi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Israel tangu kuanza kwa mvutano mpya na Irani, ambao sasa umeingia siku ya 4 mfululizo. Irani kupitia jeshi la walinzi la wanamapinduzi imezidisha mashambulizi kwa kutumia mseto wa makombora ya masafa marefu na kati, na ikilenga miji mikubwa kama Tel Aviv, Haifa na maeneo mengine ya kimkakati. Kwa mujibu wa duru za kijeshi, mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel, hasa Iron Dome na David Sling, ilifanikiwa kudungua sehemu kubwa ya makombora yaliyovurumishwa. Hata hivyo, mashambulizi hayo yamezidi uwezo wa mifumo hiyo kuzuia kila tishio, na hivyo baadhi ya makombora yamepenya na kusababisha madhara makubwa kwa maisha ya raia na miundombinu ya taifa hilo. Serikali ya Israel imeitisha kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Kitaifa, huku waziri mkuu wa nchi hiyo akitoa tamko kali dhidi ya Irani, akilaani mashambulizi hayo kama hatua ya wazi ya vita na kuonya kuwa Israel itajibu kwa nguvu kubwa zaidi. Tutawalinda wananchi wetu kwa gharama yoyote ile, na Iran itawajibika kwa kila tone la damu lililomwagika, alisema waziri mkuu wa Israel mbele ya waandishi wa habari jijini Jerusalem. Katika maeneo ya Tel Aviv na Haifa, hali ya tahadhari bado imetangazwa rasmi. Wakazi wameagizwa kusalia ndani ya nyumba, huku maeneo ya kujihifadhi dhidi ya mashambulizi ya angani yakifunguliwa kwa umma. Ving'ora vya tahadhari vimekuwa vikipigwa mara kwa mara usiku kucha na mchana, zikionya dhidi ya mashambulizi mapya yanayotarajiwa. Mashambulizi haya pia yameathiri pakubwa huduma za kijamii na kiuchumi. Umeme umekatika kwa saa kadhaa katika baadhi ya maeneo kaskazini mwa nchi, shughuli za biashara zimepungua, na safari nyingi za ndege za ndani na kimataifa zimesitishwa au kuahirishwa. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti juu ya uharibifu mkubwa wa barabara, majengo na makazi na vituo vya huduma za afya kutokana na milipuko hiyo ya makombora. Jumuiya ya kimataifa imeeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu mwelekeo wa mzozo huu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa pande zote mbili kusitisha mara moja mashambulizi na kujihusisha na mazungumzo ya kidiplomasia. Maelfu ya maisha yako hatarini na Mashariki ya Kati iko katika mzozo mkubwa wa kikanda, alisema Guterres katika taarifa kwa vyombo vya habari. Nchi kama Misri, Saudi Arabia, Qatar zimeanza juhudi za upatanishi kwa kuwasiliana na viongozi wa Iran na Israel, wakihofia kuwa endapo mgogoro huu hautadhibitiwa mapema, unaweza kusambaa hadi nchi jirani na kusababisha athari kubwa za kibinadamu na kiusalama. Wakati dunia ikiangazia matukio haya kwa karibu, kuna hofu kubwa kwamba pande zote mbili zinalelea mgogoro mkubwa zaidi ambao unaweza kuvuruga amani ya kimataifa. Bila hatua za haraka na madhubuti za kidiplomasia, hatari ya vita ya wazi kati ya Israel na Irani na hata mataifa mengine kujiingiza inaonekana kuwa halisi na ya karibu zaidi kuliko wakati mwingine wote ule katika miaka ya hivi karibuni. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam, chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029, anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.